إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته ذوي الشرف العظيم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلنا من الفائزين آمين. Leo ni siku ya Ijumaa katika mwezi wa Jumada al-Akhira tarehe 14 1447 Hijria, lakini pia ni tarehe 5 mwezi wa 12 2025. Tukitoka leo katika mwezi wa Jumada al-Akhira tutaingia Rajab, kisha tutaingia Shaaban, kisha tutaingia Ramadhani. Na si vibaya kutumia hisabu ya miezi ya miladia Januari, Februari, March, si vibaya, ingawa kilichokuwa bora zaidi cha kuzingatiwa zaidi ni mwezi wetu wa Kiislamu. Lakini si vibaya kutumia tarehe hizi za miladia. Basi na tuzitumie tarehe hizi na miezi hii kwa kujitathmini na kutafakari na kujiangalia, tumetoka wapi, tupo wapi, wapi tunapoelekea. Huo mwezi uliozoeleka Disemba, huo watu wakahesabu kwamba tunakwenda kumalizia mwaka, mwisho wa mwaka mwezi huo. Jiangalie sasa, unakwenda kumalizia mwaka. Je, umetoka na nini katika miaka iliyopita na miezi yake? Arrujuu ila Allahi wa tarkul maasiyah والندم على فعلها والعزم على عدم العودة إليها ni jambo ambalo utakiwa ulitafakari kwa mno. Kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuacha maasi, kujuta kuyafanya kwake hayo maasi na kuazimia kwamba hutorejea tena, hutorudi tena katika maasi hayo. Hebu jiangalie katika miaka iliyopita, una dhambi gani ambalo umedumu nalo katika miaka yote hiyo? Labda ulilianza mwaka 2020 ukawa nalo pamoja 21, 22, 23, 24, 25. Uogopi wewe?
Hebu sema na Mola wako, angalau basi mwambie Allah subhanahu wa ta'ala, nisamehe katika ile dhambi ambalo kweli nimedumulano muda mrefu, na nakuahidi insha Allah naliacha, ili ikiingia 2026 iwe ni kama historia kwako. Ulifanya dhambi fulani katika miaka kadhaa, ilipofika 2025 Disemba ukarudi kwa Mola wako, ukaacha dhambi hiyo rasmi, ukaingia katika mwaka 2026 ukiwa huna tena dhambi hiyo, na umetubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tena toba iliyokuwa ya kweli kweli kabisa. Miaka mingi ishapita, umelazimiana na dhambi hiyo, utakwenda kuingia nayo mpaka miaka inayokwenda mbele, utakuja kufa nayo. Fanya maamuzi ya haraka, maamuzi ya uhakika. Achana na dhambi ambayo umedumu nayo kwa muda mrefu. Suala la kutubia kwa Allah hiya wajibatun ala kulli muslim, ni swala la wajib kwa kila Muislamu, min jami'i dhunubi, kutokana na makosa yote, kabiratun kanat au saghira, yawe makubwa yawe madogo. Yawe makubwa yanajulikana kwamba haya ni makubwa, yawe makubwa ambayo wewe unadhani na kuyachukulia kuwa ni madogo. Maana kuna baadhi ya mambo mtu anafanya anayachukulia ya kawaida, kumbe ni katika madhambi makubwa yanomchukiza Allah subhanahu wa ta'ala. Acha yote hayo, rudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tena isiwe tunayasema haya ikawa kila mtu hapa yuko makini na anamuingia katika nafsi yake, lakini akitoka tu saa 1 ya usiku leo anakwenda kufanya dhambi yake ile ile. Hiyo ndio kawaida ya nafsi, la amaratun bisu'i. Ukiacha tu kidogo ina kawaida ya kukuamrisha mambo maovu. Pambana ndugu yangu, miaka ishakuwa mingi na dhambi unalo kwa muda mrefu, na pengine unaliona dogo. Pambana, nafanya hayo kwa ikhlas. Fanya hivyo kwa kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hadhi yako weka pembeni, cheo chako weka pembeni, kampigie magoti yule uliyemkosea. Iwe baba yako mzazi, huna muamala naye mzuri, kamtake radhi haraka sana. Kiburi chako, jeuri zako, heshima yako, hadhi yako, cheo chako weka pembeni. Sasa unatafuta radhi za Allah uweze kusamehewa makosa uliyomkosea mtu. Iwe mama yako mzazi, awe mke wako, si ndo mkeo, umemtolea mahari, unamhudumia, lakini ukajua kuna sehemu nilimkosea nikamkwaza, nenda kapige magoti kamtake samahani mke wako. Awe mume kwa upande wa wanawake, waache viburi, wapige magoti hasa kwa waume zao, wawatake msamaha ndani ya kipindi hichi. Iwe kaka yako hamko vizuri, dada yako, ndugu yako mdogo, rafiki yako, mwalimu wako au aliyekuwa mwalimu wako, jirani yako, mfanyakazi mwenzako, usimdharau hata yule mtu usiyemjua. Mkakutana tu barabarani, yeye na chombo chake na wewe na chombo chako, aidha kwa utelezi wako wewe au wake yeye, mkakwazana barabarani, hatimaye ukamtukania mama yake. Usilidharau hili, na humjui utampata wapi. Usilidharau hili, litakuja kukosti mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mlilie Mola wako amsamehe yule makosa yake. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala alainishe moyo wake yule bwana akusamehe. Fanya utakapofanya, dili na Mola wako ili mradi umtakie maghfira yule, ili Allah subhanahu wa ta'ala aridhiki na wewe na aje kumridhisha yule siku ya kiyama, awe ni mwenye kukusamehe. Muombe dua sana, jishushe, jidhalilishe, na akitaka ufanye jambo hili na hili,
Yule uliyemkosea wakati unamuomba radhi, madam jambo alilotaka sio la haramu, kuwa tayari kulitekeleza, tena kwa uharaka, tena kwa bidii kubwa, ili upate radhi za Mola wako. Unafanya yote haya kwa ajili ya kubembeleza, kunyenyekea, upate radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ukisha kutimiza vigezo vyote katika masala ya kusamehewa, yeye anakwambia yupo tayari kukusamehe, lakini si kukusamehe tu na kuyapuuzia mbali yale makosa yako, bali katika aya nyingine anao uwezo, akibaini ukweli kutoka katika moyo wako wa toba yako, kuyabadilisha yale madhambi yako uliyofanya miaka 10 kuyafanya kuwa ni thawabu za miaka 10 au zaidi. wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata an ibadi, na yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye anakubali toba kutoka kwa waja wake. wa ya'fu 'anis sayyi'at, na anayapuuzia yale makosa. wa ya'lamu ma taf'alun, na anayajua yale ambayo mnayoyafanya. Ni Allah pekee. Hivyo tunafahamu sisi, pengine kuna mtu miongoni mwetu hapa swala haimpiti, walillahi alhamdu wal minna, swala haimpiti, lakini pamoja na kuswali kwake pia ni mzinifu, tena amebobea katika swala zima la zinaa, hali ya kuwa anaswali kila siku. Pengine yupo hapa, yupo yule ambaye wa mwanamke mmoja anazini na huyu, akigombana anaachana naye, lakini hawezi kukaa bila mwanamke, anatafuta mwingine, anatongoza, anaanza kuzini naye, wakiachana anatongoza mwingine, anazini naye. Maisha yake ndio yako hivyo, hawezi kukaa bila demu, kama maneno yao vijana wanavyosema. Na kuna wale ambao ana mke lakini ana wanawake 5, 6, akipewa buku, andika wanawake uliozini nao katika maisha yako, wallahi wengine kashawasahau, atakwenda kukutana nao mbele ya Allah kama atakuwa hajatubia duniani. Amezini sana na anaendelea kuzini sana, haifiki wiki kama hajafanya zina, pamoja na kuwa anaswali, bali wengine hizo siku 2 hamalizi kama hajazini, pamoja na kuwa anasali. Na pengine hapa msikitini yupo mtu wa sampuli kama hiyo. Lakini mbaya zaidi, zina yenyewe pengine imechupa mipaka, anawaingilia watoto wa watu mpaka kinyume na maumbile, bali mke wake anamfanyia mambo hayo, hata kama sio kila siku, lakini inapita muda anafanya jambo hilo mpaka amemzoesha katika jambo hilo, nasallallahu alafiyata wassalama, akawa ni bingwa wa masuala kama hayo. Lakini adhana ikiadhiniwa, mbio yupo msikitini, swala za Ijumaa yupo msikitini, tena anafuatilia zile hutuba za kisunna ambazo anazielewa. Lakini huo ndio udhaifu wake, hayo ndio madhambi yake. Mwingine ana magrupu kwenye simu yake ya kila aina, wakati mwingine analipia katika magrupu hayo, wanatumwa watu wanafanya zinaa, wanatumwa watu maarufu, video zao ziliovuja zinatumwa katika ile grupu, na yeye anaangalia na analipia kwa ajili ya kuangalia machafu, analipia kwa hiari yake ili aangalie machafu kwa hiari yake. Magrupu kadhaa yupo ya wanawake wanaojiuza, yupo ya magrupu ya kutuma video za ajabu ajabu, yupo, na hapa msikitini yupo vile vile. Anaswali lakini macho yake kila siku yanazini kwa kuangalia video za ajabu. Akisikia tu kitu gani sio kimevuja, anakitafuta kwa hamu, anataka video fulani nasikia sijaipata, anapewa. Wakati wa kusali anakuja kusali. Acha zinaa ndugu yangu Muislamu, acha zinaa. Fanya maamuzi magumu ya kuacha uzinifu leo. Inavunja heshima za watu, inapoteza pesa kupita kiasi. Pesa zinapotea kweli kweli, pesa ambazo ungeweza kufanyia mambo ya maana ya kutengezea akhira yako. Bali zinaa
ina kisasi. Zina ina kisasi. Kama unapochukua mke wa watu tena mtaani au pasiwepo mtaani, fahamu mkeo hatonusurika. Hata kama wewe hutojua, hatonusurika. Mwanao wa kike hatonusurika. Haya ametufahamisha Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Acha zina ndugu yangu, acha zina. Acha vile vyote ambavyo vina ushawishi kupelekea katika zina. Acha ndugu yangu. Fanya maamuzi magumu kwa ajili ya Mola wako. Fanya maamuzi mazito kwa maslahi ya akhira yako. Almautu yaati baghta, mauti yatakapokuja ya siku ulioandikiwa yatakuja ghafla, hayajali ushaacha jambo lako au hujaacha. Sababu tunajua sisi unafanya mwenyewe kwa una imani, nitakuja tubia kabla sijafa. Mauti ya siku yatakayokuja huwa yanakuja ghafla. Haijalishi umeshaacha zina zako, umeshaacha kupiga punyeto kwako, umeshaacha mambo ya kuangalia video zako, au mauti yatakujia hali simu yako ina mambo tele ndani, utakuja kustiriwa katika macho ya watu na password uloziweka haitoweza kufanya kazi mpaka ikafutwe. Lakini je, mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na umeshakufa mpaka mavideo machafu yamo katika simu yako? Mche sana Allah, ogopa. Hebu tumia mwaka huu kama ni mwaka wa toba kwako, uingie huo mwaka mwingine ukiwa uko salama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie tuwe miongoni mwa watu ambao tunasikiliza maneno na kuyafuata yaliyokuwa mazuri. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Na kuhusieni katika jambo ambalo naihusia nafsi yangu kila mara, nalo ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na ucha Mungu na maasi ni vitu viwili tofauti. Na wewe umekuja kuswali hapa, maana yake unaitafuta pepo, unatafuta radhi za Allah. Radhi za Allah hazipatikani kwa mtu anayefanya mema akachanganya na maovu ya makusudi. Kwa sababu pepo imeandaliwa kwa ajili ya watu wacha Mungu. Uiddat lilmuttaqina, nimeiandaa hiyo pepo, Allah anasema, kwa ajili ya wacha Mungu. Inna lilmuttaqina mafaza, hakika wacha Mungu wamchao Allah ndio watakao faulu. Na kuhusieni katika jambo la kuacha maasi na kudumu katika ucha Mungu, ili tuipate pepo na tupate radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo peleleza nafsi yako, bali insana ala nafsihi basira. Tunapozungumza, unajua wewe umo katika yaliyotajwa au humo? Yote yaliyotajwa umo au umo baadhi, au yote humo lakini lako hasa halijatajwa katika hii hutuba, lakini unalijua udhaifu wako ni nini? Nalo ni katika maasi tunayoyazungumza. Fanya maamuzi magumu, kutubia kwa Mola wako haraka, uwe ni katika vipenzi vya Allah subhanahu wa ta'ala, wale ambao Allah ametangaza kwa mapenzi yake kwao. Yoyote atakayewafanyia uadui vipenzi vyangu, huyo ametangaza vita na mimi. Hutaki kuwa miongoni mwa hao vipenzi vya Allah, ili mtu akikufanyia uadui awe ametangaza vita na Allah? Hutaki kuwa miongoni mwao? Basi acha dhambi yako ya ushirikina. Huyo mganga wako anaokupelekesha siku zote, mara alete hichi, mara alete hichi, ukajikwaa tu barabarani, ukaona jiwe kubwa, jiwe hili nsilione kweli, si bure hapa pana mkono wa mtu, ukampigia simu, shekhe, leo nimejikwaa katika mazingira ya ajabu manake, hii bwana, hebu niangalizie. Na yeye anakuangalizia, anakupa jawabu, unapeleka atakuvipeleka. Umekuwa una mganga kama fundi wa ndani ya nyumba. Yani familia zina mafundi wao wa kujenga, na wewe unaye fundi wako, unaye mganga wako wa kienyeji. Pengine anajiita shekhe, pengine anajiita mwalimu, hutumia vichaka hivyo, lakini ni mganga wa kienyeji, na wewe ndo mteja wake miaka na miaka. Miaka mingapi ushadumu katika jambo hilo? Kisha unaswali, kisha wakati ukimaliza kuswali unakwenda kumuomba Mungu kwa upande mwingine, kwa mganga wa kienyeji. Siku zimekuwa nyingi ndugu yangu, ushaburuzwa kwa muda mrefu, ushafanywa zoba kwa miaka mingi. Rudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala.
utakutana na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyomwambia ndugu yake Ibn Abbas, lau kama watu watakusanyika wote ala an yadhurruka, juu ya kukudhuru wewe, lan yadhurruka illa bishai'in qad katabahu Allahu lak, hawatokudhuru isipokuwa kwa kitu ambacho tayari Allah alishakuandikia wewe kikukute. Hawatokudhuru hata wakiamua kunufaishe, lan yanfa'uka illa bishai'in qad katabahu Allahu lak, hawataweza kukunufaisha isipokuwa kwa kitu ambacho tayari Allah alishakuandikia. Sasa unahangaika nini wewe? Ikiwa uchawi upo lakini haufanyi kazi mpaka Allah atake, wewe unahangaika nini? Muombe Allah. Kama una wasiwasi umerogwa, muombe Allah. Tafuta njia sahihi za kufanyiwa ruqya, za kusomewa. Pelekeni mabinti zenu wanaowezeka kwa watu sahihi wa kuwasomea, wa kuwafanyia tiba za kisheria. Unahangaika nini katika waganga wa kishirikina? Tubia kwa Mola wako haraka. Allah hatakusamehe maisha ukifa hali ya kuwa una mganga wako mpaka unakufa. Ni kwa sababu tu umekufa. Ungekuwa hai kesho kutwa ungekwenda. Wewe umeumia na harufu ya pepo hutoipata, na swala zako zote zitakuwa ni bure. Ittaqullah, mcheni Allah na tubieni madhambi yenu haya. Kama dhambi yako ni kukata ukoo, husemi uzuri na ndugu yako au ndugu zako, shangazi zako, maami zako, kwa maana baba wadogo baba wakubwa, bali wazazi wako wawili huna muamala nao mzuri. Wafika miezi mitatu wewe baba yako hujamuona, mama yako hujamuona, au pengine wewe ulilelewa na mama, hatimaye ukamchukia baba yako, kumbe kuna historia kubwa imepita huko nyuma. Mama yako aliyafanya mambo makubwa, baba yako alikupambania kwa muda mrefu, eti lisi ya kuchukua akakulea katika mazingira yaliyokuwa mazuri. Mama yako akalazimisha kukulea wewe katika maisha ya dhiki, hali ya kuwa baba yako alikuwa na uwezo wa kusomesha skuli nzuri, ana uwezo wa kulisha chakula kizuri, ana uwezo wa kukumisha vizuri, lakini mama alikung'ang'ania na vituko akamfanyia. Ilifika wakati mpaka baba akasema, kwa hapa tulipofikia, nimechoka kufanywa mie kitega uchumi, na waacha wakikuwa na wasubiri wanitafute baba yao. Ndio wewe umekuwa leo unamsema vibaya baba yako, unamchukia baba yako, kanitelekeza. Unajua nini ulikuwa mikononi wewe? Ulikuwa na miaka miwili wewe, unajua nini aliyofanya mama yako? Huyo mama yako ndio wakumchukia pengine, wewe hujui. Leo unamchukia baba yako kwa mazingira kama hayo, humsaidii, na ukiona simu yake unachukia. La, epukana na mambo yasiyokuhusu. Jukumu lako kuishi vizuri na baba yako vyovyote itakavyokuwa. Hivyo tubia kwa Mola wako kutokana na dhambi hiyo. Kaombe msamaha kwa baba yako, na anza muamala mzuri na baba yako kuanzia hii leo, kabla malakul mauti hajafika kuitoa roho yako, na pengine mwisho wa Disemba tu watakiwa uondoke, mwenyewe hujui. Tubia kwa Mola wako haraka mno iwezekanavyo, na unga ukoo wako. Kama dhambi yako tunakuona unaswali hapa, lakini kuswali yenyewe kumbe nafsi yako inajua. Swala ya alfajiri hapo hujaswali wewe, au uliswali peke yako saa 1 asubuhi, au ili kupita kabisa. Utaswali Ijumaa la asiri hivyo, kumbe swala zako ndo ziko hivyo. Unaswali lakini mara ya dhuhuri umeswali saa 8, mara la asiri umeswali saa 11, ndio imekuwa hivyo yani. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema fawailul lilmusallin, basi ole wao wenye kusali. Ibn Abbas sahaba mkubwa mtukufu faqihuddin ametafsiri aya hiyo na kuifafanua. Allah alichokisema hapa, adhabu kali itawathibitikia wale wenye kuswali. Hawa ni watu ambao wanaswali tena ndani ya wakati kabla haujatoka, lakini kuswali yenyewe ndio hivyo. Watu washamaliza kuswali msikitini, yeye ndo anakuja kusali saa 8 hiyo. Adhuhuri bado ipo, haijaondoka ndani ya muda wake, lakini aswali peke yake. La asiri saa 11, mara alfajiri imempita kidogo, kachelewa kidogo, ndo kawaida yake. Hawa ndio waliokusudiwa katika fawailul lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun. Sio yule fundi wa kujenga anasikia adhana na mambo ya kibarua wake, lete zege hailali saa 7 mpaka saa 11 au saa 10 inaingia ndo anaenda kuswali adhuhuri, anaswali asiri. Ile adhuhuri haikubaliwi, muda wake ushapita. Sio yule. Huyu fawailul lilmusallin anaswali, lakini swala zake hazitilii maanani. Swala za jamaa hazitilii uzito. Yeye anapenda ni msikitini ya kuteraka ya mwisho, ndo raha yake. Akienda watu haja swali,
nikija mapema hivyo nikichelewa ananuna. Kwa nini watu hawajaswali? Anapenda yeye watu wanakimu, yeye ndio huyo anatoka maskani, ataudhu hajatia, atakakwenda kojoa kule, ili mradi akose japo rakaa 2, ndio furaha yake. Alladhina hum an salatihim sahun. Tubia kutokana na dhambi hiyo. La kama wewe ni msengenyaji, maisha yako yamekuwa hivyo, mitaani huko wanapewa majina, jamaa kwa kuua yule, haina maana kumtoa mtu roho. Akija tu ana madhambi ya fulani, akija tu anamsengenya fulani. Haya tunayasema kila mwaka, kila miezi tunayazungumza masuala haya, kila baada ya muda, na tunayarejea. Atakwenda maskani, watu wana habari zao, watu wana stori zao nyingine, wala hazina madhambi ndani yake, wamefurahi. Yeye tena anatafuta fursa. Manake aulizwe, shekhe vipi? Fulani simsemi, lakini bwana anaanza tena kumsema hapo. Ndo mazingira yake. Na katika haya pia wafikishieni salamu wake zenu. Katika watu wasengenyaji wakubwa ni wanawake wanapokutana. Tena mbaya zaidi, wanawasengenya sana waume zao ambao wamewatolea mahari, wakawalisha, wakawahudumia, wakawahamisha kwao, wakawaweka katika makazi. Gharama zote mume anatumia kwa sababu ya mkewe. Bado mke akikutana na wanawake wenzake anakwenda kumsema vibaya mumewe. Leo kuna baadhi ya watu ndani ya familia za wake zao, ukweni kwako unanuka, hufai. Kwa nini? Kutokana na maneno anayoyapeleka mkeo kipenzi. Mkeo nailala naye, yeye ndo anabeba bango kwenda kukuchafua kwao ili uonekane wewe mbaya kila siku. Utampa pesa za huduma akiwa kwao kwenda kujifungua. Wallahi atakapokuja kaka yake anamwambia mume wangu aje niachie kitu, hana kaka, lete pesa ya kula. Makaka wanahudumia dada zao, wewe kumbe pesa mkeo unampa. Kesho na kesho kutwa unakuja kudhalilika, umeleta mkeo hujaleta hata shilingi 100. Haya yanafanyika katika familia. Wanawake wanawasema vibaya mno waume zao wanapokutana katika vibaraza hivyo, katika vimaskani vyao mbalimbali, majumbani mwao, katika familia zao. Wanapenda hili jambo, na kila mtu anapenda aonekane mumewe ndo mjinga zaidi. Miaka niachie 1500, si bora wewe, mimi nimeachiwa buku tu. Ni haya nahusu nini kwenye hivi vibaraza vyenu? Hawa ndo wanawake. Bali zaidi, licha ya wanawake, siku hizi kuna wanaume wa mbea bwana, wasengenyaji bwana. Anakwenda kwa mkeo, jamani nimemuona huko. Wapi? Nimekuuliza imehusu nini? Jamaa yako nimemuona huko. Mumeo sasa, unajua mumeo kata. Wewe mwanamume mzima au unakaa maskani, jamaa yenu huko kafikwa leo, hivi na hivi na hivi. Maskani mwanamume wako. Wanaume wengi mitaani wenye sifa kama hizi. Kama humu umekuja msikitini, tubia kwa Mola wako kutokana na dhambi ya usengenyaji ambayo umedumu nayo kwa miaka mingi mpaka imekuwa ndo tabia. Acha, fanya maamuzi magumu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tubia kutokana na dhambi hiyo. Wale matapeli, wizi, wanocheza na akili za watu, wakawalaghai watu, wakachukua mali zao, aidha kwa lazima, aidha kwa hiari. Akacheza na akili ya mtu akaenda kuzitoa pesa benki mwenyewe, akamletea bwa mkubwa. Wamche sana Allah na waache tabia hizo, na watafute kazi za halali wafanye. Pengine katika madhambi yako ni muongo bwa mkubwa, tena muongo sana, tangu umefichikana mpaka watu katika familia wanakujua kama wewe ni muongo. Haya ni katika madhambi makubwa. Rudi nyuma, tubu kwa Mola wako. Hata kama utakukosti ukweli, sema ukweli. Pia alikadhalika ule uongo wako mpaka na familia imesoma kutoka kwa baba au kwa mama. Uliulizwa kitu na mkeo ukaruka, kumbe wakati unakifanya mwanao anakiona, na yeye kesho, nani kanywa hii juisi? Mimi siye baba. Kumbe ndo yeye alirithi kutoka kwako, alirithi kutoka kwa mama yake. Kuna familia bwana, ni familia za waongo kweli kweli. Zipo baadhi, na wengine wameoa katika familia hizo. Mama vipi? Huyu mke wangu yuko wapi?
alikuwepo sasa hivi hapa. Yuko wapi fulani? Sitaki hapo kwa jirani, kumbe muongo. Mama mkwe huyo anajua mwanawe alipoenda. Yuko darajani huko anazurura. Lakini kwa sababu wewe umetokea mume, anakuambia alikuwepo hapa sasa hivi hivyo. Nilimtuma hapo, hebu mpigie simu kwani hayuko mbali. Familia za waongo kuanzia mizizi mpaka mashina. Watubie kwa Mola wao ndani ya Disemba hii, leo kabla ya kesho, ili wapate radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Waislamu, wako baadhi ya watu wanawarejesha nyuma watu wengine kwa kuwazima haki zao kisha hawawarejeshei. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, yoyote mwenye deni ambaye ana uwezo wa kulilipa kisha asililipe, huyo ni katika waliodhulumu, ni mfanya dhulma. Umeazima pesa ya watu, hata kama una majukumu yako mengine, ukiipata kwanza rejesha. Kumbuka ulikwama wewe, ukawa unataka jambo la haraka na kuna pesa unazitarajia, hatimaye hukuwa na uwezo wa kulitekeleza lile jambo la haraka, ukaenda kwa ndugu yako ni azime, naye akajali shida yako unaoitaka kwa haraka, akakuazima. Inakuwaje zile pesa ulotarajia upate ufanye lile jambo, ndugu yako ndo akakupa zake ili ufanye ukafanikiwa, zile pesa ulotarajia ushazipata, unazipangia majukumu mengine vipi tena kwa nafsi yako na matamanio yako? Imekuwa yule mwenzako tena hana kazi tena, zile pesa yake yeye hayana thamani. Rejesha haki ya watu kwa wakati, pale baada ya kufanikiwa. Na kukopesha kwa hiari, kudai pesa zangu mpaka ni watume watu, na watuma watu pia unanuna, unansema vibaya kwa kuwa nimemtuma mtu anisaidie kupata haki yangu tulioazimana mie na wewe. Nimemtuma mtu kwa maana huyu anawezana na wewe, mwambie bwana naharibikiwa. Na pengine kibiashara chenyewe ndio hicho hivyo, naendeshwa kwa mtaji mdogo, unakuja kukopa na kupa, hatimaye nafilisika, pesa zangu unazo wewe. Hapana, lipa madeni uliokuwa nayo haraka iwezekanavyo. Bali kuna watu wamejengewa majumba yao, wakachimbiwa visima vyao, mpaka leo mafundi hawajawalipa. Muogope sana Allah, tubia, lipa gharama za watu, lipa jasho la mtu kabla hujakwenda kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, leo kama uwezo unao, kabla ya kesho. Sambamba kama una kaida ya kuvunja ahadi, unaahidi hutimizi hali ya kuwa bila dharura, hiyo ni tabia mbaya, ni katika sifa za watu wanafiki. Badilika. Na mara nyingi utaingia katika dhambi la uongo. Badilika. Pato lako ni la haramu kwa mujibu wa kazi unayoifanya. Badilika. Tubia kwa Mola wako leo, mkabidhi maisha yako Allah subhanahu wa ta'ala. Kama unahisi wewe dereva wa daladala na yeye dereva wa daladala ndio sababu ya kufanya wewe usipate swala, kazi hiyo itakuwa ni haramu kwako. Kama wewe ni dereva, iwe wa kiongozi, iwe wa waziri, maana yake adhana ikiadhiniwa, yule rais atakiwa aje kuswali. Yule rais atakiwa aje kuswali. Asa kama atakuwa yeye haswali na walio karibu yake hawaswali, na wewe ndo dereva kwa sababu yao inabidi usiswali, hiyo kazi sio halali kwako. Huna nafasi ya kuswali kama mkazi, huna nafasi ya kuswali kama msafiri, hiyo kazi haikufai. Iache kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mtume anasema, yoyote atakayeacha jambo kwa ajili ya Allah, Allah atambadilishia lililokuwa bora zaidi. Kuwa na imani na Mola wako, kuwa na imani na maneno ya mtume wako. Acha mara moja, acha biashara ya madawa ya kulevya, acha masuala ya bangi, acha kila biashara ya haramu, kila pato ambalo unajua hili Allah anachukia kazi hii kwa mazingira haya, achana nayo haraka mno. Waislamu, tuna mifano ya kutosha. Kuna watu wamesoma, wana mavyeti tena nyumbani, na mwisho wa habari wamekuwa walimu wa madrasa, wamekuwa ni mashekhe wanasomesha, ni madai, ni makhatibu, na wangekuwa na uwezo wa kufanya kazi nzuri, lakini walibaini kazi hizi nitakuwa mbali na Mola wangu. Jishughulishe kwa kazi nyingine ambayo Allah atakuridhia. Masuala ya riba hayo, vikundi vya riba na mengineyo, na tunayasema kila siku. Mtume amesema dirhamu riba, dirham moja tu ya riba, yaakuluhu ar-rajulu wa huwa ya'lam, akaila mtu hali ya kuwa anajua hii ni riba. Riba ni shilingi 600, dirham 600 700. Mtume anasema hiyo shilingi 700 hiyo ashaddu min 36 zania, ina adhabu kali kuliko zina 36.
Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, riba ina milango mingi, mdogo wao ni mtu kuzini na mama yake mzazi. Wewe ndio kiongozi wa SACCOS, sijui Jeka, sijui Brako, sijui kadha wa kadha, acha miamala ya riba. Kama kazi yako ni Tigo Pesa, bakia na Zantel, sijui Yasi, Mixi by nini, na achana na miamala ya kibenki, kwa sababu ndani yake mna miamala ya riba. Warejeshee mashine zao, bakia na Zantel, Tigo, Halo Pesa, bakia na hizi. Muamala wa benki rejesha kwa ajili ya kutaka radhi za Mola wako. Elewa hivyo. Tubia haraka mno katika kazi za miamala ambaye ndani yake mna riba. Wale ambao mpaka leo wamekaa na mali za marehemu hazijarithiwa, hawajapewa watu haki zao, wamche Allah subhanahu wa ta'ala. Wanaumiza marehemu zao na wanabeba dhima kubwa. Allah ni mjuzi zaidi kuliko nyinyi, na Allah akasema mtu akifa mali irithiwe. Mnakubaliana nini nyie? Mnakubaliana nini? Mna dhamana gani ya vizazi vinavyokuja mbele? Watu wanakufa shekhe, haki zao hawajapata. Kabakia mtoto, mle mna urithi wa baba yangu, hajakuwa urithi, alitakiwa upate baba yake kabla hajafa. Rithisheni mali za marehemu, acheni na matamanio yenu, achaneni na matamanio yenu, mtabeba dhima mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Simama mkuu wa familia kurithisha mali za marehemu waliokufa haraka iwezekanavyo. Lakini wale wazee ambao wana kawaida ya kugawa mali yao kabla hawajafa, ana kiwanja akampa mwanawe, jenga hapa, mwana yenyewe huyo, wengine hajawapa, akifa kitakwenda kumsokota kile kiwanja, hata kama wale wengine waliridhia. Allah kaeka utaratibu, kuna haki ya mke na mke, na kuna haki za watoto. Utakachompa mtoto huyu na mtoto yule umpe hicho hicho. Hayo ndo maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali ndio dini. Usigawe kwa baadhi ya watoto, wengine ukawanyima. Nyumba hii ni watoto wangu wanawake tu, hawa wanaume sio wanao. Kuwa makini sana na kuingia kwenye mipaka ya Allah. Muogope Allah. Tubia, kamnyang'anye mwanao kiwanja ulichompa, au mlazimishe atoe gharama inothamana nayo, wagawane na wenzake. Na ukifa hatumuelewi, kiwanja hicho tutakitia katika mirathi. Na kama ashajenga nyumba, tutamwambia umejenga nyumba kwenye kiwanja chetu, na hiyo nyumba ikiwezekana pia mufti akiamua tutaitia katika mirathi. Au ondoa nyumba yako, tuachie kiwanja cha baba yetu. Haya ni kwa sababu ya wewe baba unogawa mali kiholela pasipo na kuzingatia taratibu za dini na uadilifu ukoje. Waislamu, madhambi yako mengi sana. Nimeandaa mengi, niliwasema ni machache na muda ushakwenda. Cha msingi kila mmoja aangalie madhaifu aliyokuwa nayo na atubie kwa Mola wake leo kabla ya kesho. Aingie katika mwaka 2026 akiwa anajiproud na kutarajia kwa Mola wake, nilikuwa na dhambi fulani na nimeliwacha. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusikum la taqnatu min rahmatillah. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, enyi mliochupa mipaka katika kumkera Mola wenu, msikate tamaa juu ya rehema za Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah subhanahu wa ta'ala anasamehe madhambi yote. Bali Allah subhanahu wa ta'ala kupitia kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuthibitishia kwamba Allah anafurahi mno akimuona mja wake karudi kutubu kwa Mola wake kutokana na dhambi. Allah anakuchekea, Allah anakufurahia, na mwenyewe akasema inna Allaha yuhibbu tawwabin wa yuhibbu almutatahhirin. Bali Mtume akasema lillahi ashaddu farhan, kwa Allah kuna furaha kubwa mno bitaubati abdihi hina yatubu ilaihi, kwa toba ya mja wake pale mja anapoamua kutubia na kujidhalilisha kwa Mola wake akaacha dhambi na vigezo vyake. Allah hili swala linamfurahisha mno. Basi tumalizie hutuba yetu na maneno ya mwanachuoni Fadilatu Sheikh Saad Abdullah al-Ghaffari Ali ndani ya kitabu chake Al-Asbabu al-Ashri linshirahi sadri, sababu 10 za kumfanya mtu kukunjuka kifua chake, stress zipotee, mazonge awe hana, aishi kwa amani raha hata kama hana kitu. Kuna sababu 10. Alipofika ukurasa nambari 96 kaweka sababu ya 5, akasema almubadaratu ila tarki almaasi wa muhasabati nafsi.
Miongoni mwa sababu za kufanya mtu awe huru katika kifua chake, awe salama, raha, hana mazonge na stress na mawazo na mazonge, ni kukimbilia katika swala la kuacha maasi na kuihesabu nafsi yake kila siku. Muda umekuwa ni mwingi, miaka imekuwa ni mingi. Waislamu, acha dhambi uliyokuwa nayo, acha dhambi uliyokuwa nayo, fanya maamuzi maumu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma shahad inni qad balaghtu risala, Allah ananishuhudia mimi Abu Faidan nimefikisha ujumbe kutoka kwa Mola wangu. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.